Kwanza kila ambacho amekiposti Harmonize, kwanza mimi nimpongeze. Unajua alichokifanya sio kitu kibaya. Kwa sababu wasanii wengi katika ile watu tunasema kwa wakizungumza sana kwamba ikoje, kwa nini hawazungumzi, kwa nini hawasemi chochote kile ambacho kimetokea. Kwa hiyo unavyoona msanii mpaka anachukua muda wake, anaposti, anazungumza, ina maana kuna kitu ambacho naye amefeel kwamba katika hichi kitu kwa nini nizungumze, si ndio? Lakini kwa nini sasa hivi? Ndio ujumbe ambao zakajiuliza. Harmonize sasa hivi amekuwa ni mtu ambaye anatengeneza drama nyingi sana. Ukiacha kwamba ametoka juzi kunywa kipara na kitu ambacho kimetrend sana, tukizungumzia sana na vitu vingine kaizo. Nilicheka, nilishuhudia aliandika sababu ya yeye kunywa kipara, akasema kwamba ni kwa sababu ya kumwenzi hayati Raila Odinga, kiongozi wa ODM pinzani Kenya kule, na waziri mkuu wa zamani. Akasema ndio sababu ya kwake kunywa kipara. Sasa unajiuliza, kunywa kipara kumwenzi mtu inahusika vipi? Sijui unanielewa. Na akaenda mbali na watu kijiuliza pia Odinga kwa sio mtu akunywa kipara, si ndio? Kwa hiyo unaweza kumuelewa na magana ambavyo Harmonize labda katika kipindi hicho ambacho anaelekea kuachia album yake, kwa maana 31 album, ndio maana anatoa kauli kama hizi tofauti. Lakini so far so good, ni kitu kizuri kwa msanii kutengeneza trending, kuzungumziwa na vitu kama hivyo. Inaleta namna fulani ambayo inaonyesha namna gani ambapo pia na yeye anaweza kuzungumza kitu watu wakisikiliza. Ni kawaida kwa msanii anapokuwa anaelekea kutoa kama ni album ama kitu fulani, kuzungumza sometimes ni kitu kizuri. Kwa hiyo kutengeneza hizi trending na vitu vingine kama hizo ndo sanaa yenyewe hiyo, yani ndo muziki wenyewe. Lakini kumsifia Davido katika kila alichokifanya ina maswali ndani yake pia, kwa sababu unaweza kujiuliza kwa nini sasa hivi, si umeelewa? Ukiangalia uchaguzi umefanyika tarehe 29 mpaka leo tuko tarehe ngapi leo? 28. Almost karibia mwezi, si umeelewa? Ni almost karibia mwezi unaisha, bado siku moja tutimize ambao ni kesho. Almost ni mwezi mzima. Kwa nini kuzungumza mwanzo? Kwa nini kufanya before? Si umeelewa? Mpaka usubirie msanii mwingine wa huko nje afanye, afu na yeye unakuja tena unaanza kupongeza, siji kusifia na vitu vingine kama hizo. Sasa ni maswali ambayo pia mimi naweza nikajiuliza, lakini hata mwenzangu unaweza kujiuliza pia, kwa nini sasa hivi na sio wakati mwingine ambao haya mambo yalikuwa yametokea. Kwa hiyo tumachie Harmonize mwenyewe. Unajua wakati mwingine pia unaweza kaelewa watu wanaozungumza hivyo. Why now? Ndio swali ambalo mimi najiuliza. Kwa nini sasa hivi Harmonize apost na sio before? Si umeelewa? Ukiangalia mambo yametokea nimezungumza yana mwezi karibia mwezi sasa hivi. Alafu unakuja na post sasa hivi unatuambia una roho za marehemu pumzika mahali pema peponi na vingine kama hizo, rest in peace na nini. Sawa, tukatai, unatoa pole, lakini kwa wakati gani? Si umeelewa? Simu si unayo? Ulikuwa na post challenge za muziki, ulikuwa unafanyaje? Si umeelewa? Kwa hiyo wasanii wakati mwingine pia wapunguze hizi, neta ni unafiki wakati mwingine pia. Huu ni unafiki wa hali ya juu sana, kwa sababu I don't know nizungumze kitu gani, lakini kila alichokifanya Harmonize kwa siku nyingine inabidi angalie hiyo vitu angalie unazungumza kitu kwa wakati gani. Si umeelewa? Sio kitu kibaya alichokifanya, lakini wakati mwingine pia wao naangalia na wao kwamba nazungumza hichi kitu kwa wakati fulani na kwa purpose ipi. Si umeelewa? I don't know wasanii wanafiliaje wao wenyewe kikaa. Yani hivi kama maji unatafuta trending ni jambo ambalo linahitaji trend. Si umeelewa? Yani mtu wewe umepata msiba afu mimi nipite msiba wako ni trend. Si unanielewa? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna vitu ambavyo sometimes vingine, of course najua ni kazi na inataka wafanye vitu kama vile, lakini isiwe katika way ambayo take it easy hivyo kama alichofanya yeye. Nadhani ndio kile ambacho nimekizungumza. Waangalie namna ambayo wananchi wanataka nini. Hichi kitu nimekizungumza sana. Ukiangalia sasa hivi hata kwenye mitandao watu wanalalamika wasanii maisha yamekuwa ni magumu. Hatuoni shows kifanyika, hatuoni matukio yakifanyika ya wasanii. Si umeelewa? Chanzo ukiangalia ni haya ambayo unafiki kama huo ambao unaendelea kufanyika. Si umeelewa? I don't know wasanii watajifunza lini, lakini kuna stage ambayo ifike sasa na wao waache masuala ya unafiki. Si umeelewa? Kulikuwa na haja yeye mwenyewe kuzungumza siku ile, baada ya network kurudi akangezungumza akamaliza akatulia, kuliko kuendelea kuzungumza. Watu zinakana mtu ashapona afu anaanza kama ni kumtonesha sasa kidonda tena. Unajua kushapewa, unajua kuna kitu kishakuuma sana afu ukakisahau, afu kaja mtu anaanza kukwambia pole bwana, sikia siri kwa gani? Si unanielewa?
badala mtu kumponya unakuwa kama unamuingizia maumivu tena mengine. Sio umeelewa? Watu wanaanza huyu vipi huyu, mimi huu msiba nimepata kitambo, mbona na muda mrefu, katoa mtu mwingine pole kule na kaidandikia. Sio umeelewa? Kwa hiyo wito wangu ndio huo, wasanii bwana, waangalie nini cha kuzungumza na kwa wakati gani. Yeah.